Haleluya. Leo hii nataka tujifunze juu ya mada kumwamini Mungu kwa ahadi zake. Kumwamini Mungu kwa ahadi zake. Wakati mwingine tulikuwa tumejifunza somo hili believing in God katika lugha ya Kimombo, na leo nataka tujifunze katika lugha ya Kiswahili. Na tunaangalia katika Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 14, Mungu akiwajaribu na hofu za wanadamu. Na katika hii andiko tunaona kwamba Abrahamu alipoingia Misri, Wamisri waliona kwamba mke wake Sarai alikuwa mrembo sana. Hili lilikuwa ni hatua ya mageuzi ambapo hofu ya Abrahamu ilimfanya aachie imani yake kwa kumfanya Sarai ajifanye kuwa dada yake tu na kuanzisha mgogoro na Farao. Hili lilikuwa ni jaribio la Abrahamu kule Misri, na hili lilimuadhiri vibaya Misri kwa sababu Mungu aliahidi kumlinda Abrahamu. Mwanzo 15 mstari wa 6, ahadi za Mungu. Tunaona hapa Abrahamu alipomwamini Bwana alimuhesabia haki. Hii ilikuwa kwa imani yake. Abrahamu aliamini ahadi za Mungu za uzao wake licha ya uzee wake. Tunaona hapa alikuwa na miaka 75 wakati alipata ahadi ya kuwa na mwana, na akaamini katika uzee wake. Na Mungu alimhesabu imani hii kuwa haki. Hii ilianza vipi? Kulikuwa na njaa iliyomlazimisha Abrahamu kuondoka Kanaani na kwenda Misri. Basi ikawa wakati Abrahamu alipoingia Misri, Wamisri wakamuona mkewe ya kuwa ni mrembo sana. Mstari huu unaangazia mvutano kati ya ahadi ya Mungu ya kulinda Abrahamu na hofu ya kibinafsi ya Abrahamu kuweka msingi wa kuingilia kati ya Mungu kuokoa Sarai, yani Sara. Mwanzo 12 mstari wa 10 hadi 20 unaweza soma hapo kwa wakati wako. Hebu sasa tuangalie maneno haya matatu: ahadi, hofu na mtihani au jaribio, kabla ya kuendelea na kumaliza juu ya mada hii yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo tukiangalia neno hofu, inafafanuliwa kwa njia mbili tofauti kulingana na Biblia. Hofu inafafanuliwa kwa njia mbili tofauti kulingana na Biblia. Njia ya kwanza, kama hofu ya Bwana, chana, yenye heshima, hofu na heshima na kunyenyekea kwa nguvu, utakatifu na ukuu wa Mungu. Na hofu ifanyayo ya Mungu inachukuliwa kuwa mwanzo wa hekima, chemchemi ya uzima inayoongoza kwenye hekima, usalama na maisha ya uadilifu. Inahusisha kutambua Mungu kuwa mamlaka kuu inayoongoza kwenye utii na ibada. Maana ya pili ya hofu ni kama roho ya woga ama kuwa mtu muoga. Na hii ni hofu mbaya, kuwa na uoga, mtu muoga, hofu mbaya yenye kudhuru, wasiwasi ama uoga, ambao waamini wanaitwa kushinda kupitia imani na upendo. Roho ya hofu hasa ni hisia ya kupuuza, isiyo na akili, inayohusiana na hatari, siku zijazo au kutostahili. Yaani inamaanisha kwamba unakuwa na hofu, unaogopea siku zako. Unaogopa mbele kutakuwaje. Maisha yako itakuwaje. Kwa hivyo kuwa na hofu hiyo ni hofu mbaya. Kumbuka Mungu anakuambia kwamba tumeitwa kwa imani, hatuishi kwa imani.
Imani ni kuwa na tarajio ya vitu ambavyo hatujaona, hazipo, lakini tunaamini tutazipokea, tutapata. Kwa hivyo unakuwa na imani. Na imani ndiyo inayompendeza Mungu. Ninaona Mungu anatutendea mambo nyingi sana kwa sababu ya imani ambayo tulionayo kwake. Ninaona hapa Abrahamu alihesabiwa mwenye haki kwa sababu ya imani. Imagine, fikiria Mungu akikwambia utapata mtoto uko na miaka 75. Utapata mtoto. Na katika hali ya wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Na Mungu alitimiza ya ahadi kwa Abrahamu. Kwa hivyo, roho ya hofu ni hisia ya kupooza, isiyo na akili, inayohusiana na hatari, siku zijazo na kutostahili. Haitokani na Mungu, kama jinsi tunapoambiwa katika Timotheo ya 2 mlango wa 1 mstari wa 1 hadi 7. Inavyosema, kwa maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Ili kuishinda hofu hii, tunahitaji kutumaini na kuona uwepo wa Mungu, kwa maana anatuambia katika Isaya 41 mstari wa 10, tusiogope kwa maana yeye ndiye nguvu yetu na msaada wetu unaopatikana kila wakati. Katika waraka wa Yohana wa kwanza mstari wa 4:18 inatuambia kwamba tunakumbushwa kwamba upendo mkamilifu hufukuza uoga, unaoonyesha kwamba kupata upendo wa Mungu huondoa uoga wote wa kuadhibiwa. Kwa njia hii tunatakiwa kuwa na imani juu ya kuogopa wanadamu. Tusiwe na mashaka au binafsi. Imani inatupa amani na utulivu kwa kusema ukweli. Kwa hivyo, mtihani ama jaribio inamaanisha nini? Mtihani au jaribio inamaanisha nini? Kwa hivyo, ya kwanza, fursa takatifu au hali ya changamoto inayotumiwa na Mungu kusafisha imani yetu. Kukosa tabia zetu na kufichua uaminifu wetu wa ndani, na sio kusababisha kushindwa kwa upande wetu. Hii inadhibitisha ukweli wetu wa imani na kusababisha ukomavu wetu, uvumilivu na hatimaye utukufu. Tunaimarisha na kutakasa na kuonyesha nguvu ya imani yetu kwa Mungu. Kumbuka Abrahamu anapojaribiwa, Mungu aliruhusu majaribu kwake na Mungu akapata njia ya kutokea. Tunaona jinsi Abrahamu alijaribiwa, Mungu akamwambia atoe mwana wake wa kipekee kama sadaka. Na alipotoa sadaka, Mungu akaweka kondoo ikatokezea. Kwa hivyo kondoo ilichinjwa lakini si mwanae. Kwa hivyo Abrahamu akawa ameshinda jaribu kwa sababu nini? Alimwamini Mungu. Alimwamini Mungu. Kumbuka Mungu anaruhusu mtihani utie nguvu, majaribu na vishawishi vya moja kwa moja vya kutenda dhambi. Mara nyingi vinatokana kwa ulimwengu, mwili na Shetani. Yanafanya watu wanafanya dhambi. Mwili yako inaweza kukuingiza katika dhambi. Mambo ya ulimwengu, ukaanza kufuata mambo ya ulimwengu na kujiunga mambo ya ulimwengu inaweza kukuingiza katika dhambi. Na pia Shetani mwenyewe tujaribu kutuingiza katika dhambi. Kwa hivyo, hii tunajifunza nini katika somo hili? Tumaini mwongozo wa Mungu bila mashaka na bila kuogopa wanadamu. Baraka za Mungu zimekusudiwa kushiriki, kwamba Mungu hudumisha makusudi yake licha ya kushindwa kwa wanadamu. Mipango yake haiwezi kuharibiwa na makosa ya wanadamu. Mamlaka inaweza kuonekana kutishia ahadi ya Mungu katika maisha yetu kulingana na neno lake, lakini Mungu anatupa njia ya kutokezea. Kwa hivyo tunahesabiwa haki kwa imani. Mungu abariki sana.